Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko nami Adam Hussein. Marekani ipo katika mapambano dhidi ya kutazama amani ya ulimwengu. Imeanza katika kutatua mizozo mingi na hata katika siku za hivi karibuni kuanza kutatua mzozo wa Israel pamoja na kundi la wapiganaji la Hamas. Na hata katika taarifa iliyotolewa na Steve Witkoff, mjumbe maalum wa rais wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, ameeleza bayana akisema kwamba mambo matatu yamekuwa ni msingi wa sera za nje za Marekani, ikiwa ni pamoja na vita katika ukanda wa Gaza, lakini vita vya Urusi na Ukraine, kadhalika na suala la nyuklia la Iran. Lakini suala la nyuklia la Iran wakati huu linabaki kuwa ni jambo gumu. Ni kama vile Waswahili wasemavyo, ni mfupa mgumu unomshinda fisi. Mwelekeo wa nyuklia wa Iran bado ni mgumu sana. Serikali ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia kiongozi wake Ayatollah Al-Khamenei aliweka wazi kusema kwamba hawapo tayari tena kufanya mazungumzo na Marekani. Kosa kubwa la Marekani ni wakati ambapo inafanya mazungumzo na Iran, wakati huo huo Israel ikianzisha mashambulizi mnamo mwezi wa 6, ambapo ndani ya siku 12 Marekani iliamua kuingilia kati mzozo huo na kutumia makombora ya Buster yaliyobebwa katika ndege za B-2 kufanya mashambulizi katika vinu vya nyuklia vya Fordo, Natanz na Isfahan, jambo ambalo Iran inasema kwamba imekosa uaminifu mbele ya Marekani. Ayatollah Al-Khamenei ameweka wazi akieleza kwamba Iran haipo tayari kwa ajili ya kufanya mazungumzo tena na Marekani, kwani Marekani haiaminiki tena. Kunaweza kukawepo kwa mazungumzo, lakini mambo ni yale yale, kwa hivyo Iran haipo tayari, alisema Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Iran. Huko New York, maafisa wa Iran walichunguza kimya ikiwa kucheleweshwa kwa muda mfupi kwa kuweka tena vikwazo vya Umoja wa Mataifa snapback kunaweza kujadiliwa kwa mara nyingine tena kando ya baraza kuu, ikiwa mazungumzo yatashughulikiwa mrundikano wao wa utajiri wa hadi 60% wa uranium. Pendekezo hilo lilielezwa na vyombo vya dola vya Iran na China na hata kuwasiliana moja kwa moja na wenzao wa Marekani. Halikutimia. Tarehe ya mwisho ilipita na mkutano hukufanyika, na vikwazo vya Umoja wa Mataifa vilirejeshwa ipasavyo huku Washington na miji mikuu wa shirika ikiweka nyadhifa zao za ziada. Iran ingekuwa tayari kuingia katika mazungumzo ikiwa Marekani ingekingia kifua juu ya vikwazo hivi, lakini Marekani iliunga mkono wa shirika wake juu ya vikwazo vya snapback, kwa maana kurejeshwa kwa vikwazo vya kimataifa vya Iran. Kwa maoni ya Marekani na Ulaya, mihimili ya zamani bado inaonekana kuwa ni muhimu. Urutubishaji sifuri ndio mpango wa Marekani juu ya mipaka ya kuaminika ya Iran, na mpango ni kwamba Iran isije kaja kumiliki makombora ya nyuklia. Hata hivyo, Urusi pamoja na China zimekuwa zikizingatia namna ya kuitetea Iran katika uga wa kimataifa, hususan katika suala la nyuklia. Na hata katika baadhi ya vinu vya nyuklia, ikiwa ni pamoja na Bushehr, ni moja kati ya vinu ambavyo vinaendeshwa na Urusi, huku Urusi ikisema kwamba ole wake nchi yoyote itakayokuja kufanya shambulizi katika kinu hicho. Katika eneo lote, Israel inaashiria kwamba mashambulizi zaidi dhidi ya Iran yanasalia kuwa yanawezekana, huku miji mikuu ya Ghuba ikijiandaa kwa milipuko ya mara kwa mara na mzunguko unaochosha kwa uvamizi wa kulipiza kisasi. China na Urusi zimesema wakati huu zitailinda vilivyo Iran, lakini Urusi ikisema itaipatia Iran silaha zozote inazozihitaji, licha ya kwamba ilionyesha ndani ya siku 12 uwezo wake wa silaha na uwezo wake katika mapambano. Ndani ya Iran, vikwazo vya hivi karibuni vinaathiri hisia za soko na sarafu, lakini maafisa wanadumisha uthabiti na kusisitiza kwamba maamuzi ya nyuklia yataendelea kupitia Baraza Kuu la Usalama la Kitaifa. Ndani ya mfumo huo, Iran imesema haipo tayari kupiga goti mbele ya Marekani na Israel, lakini uwezekano wa mustakabali ni wa kawaida, ama mgogoro uliozuiliwa uliothibitiwa kwa muda mfupi tu wa vita, au mkataba mdogo uliowekwa kwa muda ambao Iran inazuia uboreshaji na kurejesha ufikiaji wa wakaguzi kutoka kwa wakala wa kimataifa wa nishati atomiki IAEA, badala ya kusitishwa kwa walengwa katika utekelezaji wa vikwazo na unafuu wa kiuchumi. Mtazamaji wa The World News, hali halisi iko hivyo. Marekani ina mipango ya kimataifa katika kutatua migogoro, lakini kutokana na namna ilivyoingilia kati migogoro,
baadhi ya migogoro inashindikana, na ndio maana Waswahili wanasema suala la nyuklia la Iran ni mfupa uliomshinda fisi, na ndicho ambacho Marekani wakati huu itakumbana nacho. Inashindwa kutatua vema mgogoro huo wa nyuklia ambao Israel imekuwa na hofu kwa miaka yote. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.